kuonyesha support au kuonyesha kuunga kwetu mkono juhudi za serikali pamoja na taifa kwa ujumla katika kuendeleza michezo nchini na hususan mchezo wa soka ambao kwa kiasi kikubwa umekuwa ukitubeba au ukituonyesha katika sura ya dunia. Katika miaka ya hivi karibuni tumeshuhudia timu zetu hizi kubwa zikishiriki katika michuano ya kimataifa, klabu bingwa back to back, lakini tumekuwa na ushiriki pia katika kombe la shirikisho. Mwaka juzi kuna timu yetu moja ya Tanzania ilishiriki finali, na mwaka huu pia tuna timu nyingine Simba Sports Club imefikia hatua ya finali. Kwa hiyo tukasema nasi kama Watanzania wazawa tuonyeshe uzalendo wetu katika kuiunga mkono juhudi serikali katika kukuza michezo, kwani tunapofanya hivyo tunaisaidia. Tunaona jinsi gani tumepanda katika ranking za CAF kitaifa, lakini hata vilabu vyetu vimeonyesha juhudi na vimepanda. Specifically Simba nafikiri sasa hivi kuna nafasi ya 4 katika ranking za CAF. Hii sio ndogo. Kwa hiyo nasi tunaona ni vizuri tukaunga mkono hilo. Tunapofanya hivyo pia au tunapofikia mafanikio hayo, nchi yetu inaonekana zaidi na tunaweza kuivutia zaidi katika swala la utalii. Tumeona pia juhudi zinazofanywa na TFF ambapo tumeweza kuona kuna mafanikio pia makubwa katika timu zetu za vijana na timu za wanawake katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Basi tunawakaribisha wote kama ambavyo semaji hapa ametoka kuzungumza, ameeleza utaratibu wa kushiriki. Ninaamini wengi tutajitahidi tuweze kwa uwezo wetu kwenda kushiriki na kuonyesha support yetu kwa Simba Sports Club. Sisi kama Azania Bank pia tunawakaribisha mtufuatilie katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X, ili muweze kuona ni nini ambacho au ni vitu gani ambavyo tumeandaa katika kuhanikiza zaidi au katika kuhamasisha zaidi kuelekea au kuchochea katika ushindi wa Simba katika mchezo huo. Nimalizie kwa kusema karibuni sana Azania Bank, muweze kupata huduma zilizo bora, lakini pia kupata bidhaa zilizo bora zaidi. Karibuni sana na msemaji niwatakie kila laheri. Tunaamini kwamba tutakwenda kuchukua mwali. Asanteni sana. Ndio nishatoa hiyo kwa ajili ya klabu yangu Potelea Pwete. Kuna mwingine atakwambia nirudishie hela yangu. Kuna mwingine atakwambia hiyo mechi mimi tasubiri mechi nyingine. Maoni yatakuwa mengi, na maoni yakishakuwa mengi utashindwa kufanya maamuzi kama mtawala. Kwa hiyo maamuzi ambayo yamechukuliwa ni maamuzi ya kiuongozi ambayo yanaweza yasikufurahishe leo, lakini yakakufurahisha muda ukifika. Itakapofika Simba Day, viingilio vimetangazwa, alafu ukakumbuka ya kwamba una tiketi yako ya VIPB, utakuwa unakenua mwenyewe chumbani. Kwa hiyo hayo ni maamuzi ya kiutawala. Tusingeweza kuanza kukusanya maoni watu wanataka nini ama watu wanafikiria nini. Sisi kama watu wenye dhamana ya kuiongoza Simba tumekaa, tukafikiria na tukafanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa maslahi ya wanasimba. Lakini kitu muhimu ni kwamba fedha ya mtu haitapotea hata shilingi moja. Na ndio maana mwanzo nikasema jasho la mtu haliliwi. Fedha ya mtu haitapotea, kila mtu fedha yake ataitumia muda sahihi ukifika. Muda huu imeshashindikana. Na kwa sasa wana Simba wala tusiwaze kuhusu fedha. Hata kama fedha yako ilikuwa ni ya ngama na umetoa hiyo mchagoni, lakini achana na kuifikiria hiyo fedha kabisa. Tufikirie ubingwa wa Afrika. Jambo kubwa lenye maana, lenye thamani kwetu sisi wana Simba hivi sasa ni ubingwa wa Afrika. 1030 yako, 1030 yako, 20 yako ama 7000 yako au 250,000 yako utaisahau
tarehe 25 saa 12:30 Mosepe yupo katikati ya uwanja wa Amani, anamkabidhi Mohamed Hussein Shabalala kombe la Afrika. Utasahau kama walitoa shilingi 30,000 alafu imewekwa pendi. Kwa hiyo fikra zetu wana Simba ni ubingwa wa Afrika. Kuhamishwa uwanja, anauliza, inawezekana ni figisu. Kwenye level ya kiutawala hatuwezi kusema ni figisu. Tunasema ya kwamba CAF wamefanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa upande wao kwa maslahi ya mpira, kuhamisha uwanja kutoa Benjamin Mkapa na kwenda uwanja wa Amani. Na lazima tufahamu ya kwamba katika kitu ambacho CAF wanapigania zaidi ni mwamko wa mashabiki kuingia uwanjani. Kwa hiyo CAF wangependa sana mechi ichezwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu wangepata uhalisia ya kile ambacho wanakitaka. Nitakwambia mfano mzuri tu. Mechi ya Pyramids na Mamelodi Sundowns pale Afrika Kusini, kuna uwezekano mkubwa mashabiki wakaingia bure wa Mamelodi, kwa sababu hakuna, hiyo timu haina mashabiki. Mechi hiyo ya Pyramids na Mamelodi pale Misri, kuna uwezekano mkubwa mashabiki wakaingia wachache ama wakaingia bure, kwa sababu hiyo timu haina mashabiki pale Misri. Lakini kwa Simba Sports Club mashabiki 60,000 unawapata vizuri Benjamin Mkapa. Kwa hiyo CAF ingekuwa sio swala la standard walioiweka, hii mechi ingechezwa Benjamin Mkapa, kwa sababu ile crowd ya watu 60,000 ina thamani kubwa mno kwao. Wanapokwenda kuiuza ligi ya Afrika kwa wadhamini, wanapeleka mechi ile, wanapeleka picha za majukwaa ya Benjamin Mkapa na kuambia kwamba ligi yetu ama mashindano yetu yana thamani kubwa, na hawa ni watu mdhamini anaweka fedha. Kwa hiyo CAF hawezi kuwa wamefanya figisu eti za makusudi kutupeleka uwanja wa Amani ambao unaingiza mashabiki wachache mara 3 ya Benjamin Mkapa. Ni kitu ambacho sisi tunaamini hakiwezekani. Na kama wanavyosema, kama kuna Mtanzania amefanya figisu, hakuna Mtanzania yoyote anaweza aka-influence maamuzi ya CAF ya kuitoa Simba Benjamin Mkapa na kuipeleka uwanja wa Amani. Hawa wengine wanajilambagula tu, lakini hawahusiki chochote. Na tunafahamu ya kwamba wamefurahi Simba kwenda kucheza uwanja wa Amani, wakiamini ya kwamba sisi tunashinda kwa sababu ya nguvu ya Benjamin Mkapa. Wanasahau kama sisi tunashinda kwa ubora wetu, na ndio maana tumeshinda Tunisia, tumepata sare Libya, tumepata sare Angola. Hakukuwa na Benjamin Mkapa huko, na bado Simba tukafanya vizuri. Hata uwanja wa Amani tunakwenda kufanya vizuri, na hawataamini macho yao. Swali la mwisho, wananchi, bonasi. Mambo ya bonasi haya ni mambo ambayo yapo kwenye mikataba ya wachezaji. Hii inafahamika vizuri tu bana. Azania, tumalizie swali la mwisho hapa, alafu tukapate lunch mchana. Nashukuru sana kwa maswali yaliyoulizwa na Bwana Ali Thabit na mwingine ambaye sikusikia jina lake. Utulivu. Tutatoana kwa makofi. Asante, nashukuru kwa maswali ya Bwana Ali Thabit pamoja na mwandishi mwingine ambaye sikusikia jina lake. Nitayajibu, lakini sio kwa mtiririko wa jinsi yalivyoulizwa, ila kwa namna ambayo itaeleweka mtiririko mzuri zaidi. Bwana Ali Thabit hapa aliuliza, amesikia hii benki ya Azania ni benki ya matajiri, na anauliza ni kwa jinsi gani mwananchi wa kawaida au Mtanzania wa kawaida anaweza akanufaika nayo. Kwanza niondoe hiyo fikra ya kwamba hii ni benki ya matajiri. Hii ni benki ya wazawa ya Watanzania. Umiliki wake inamilikiwa na mifuko ya hifadhi ya jamii kwa kiasi kikubwa. Mfuko wa hifadhi ya jamii kwa sekta ya umma, mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii, ile ya kwanza ni PSSSF na hii nyingine ni NSSF.
mfuko wa taifa wa bima ya afya, mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, pamoja na benki ya maendeleo ya Afrika Mashariki. Lakini pia kuna wamiliki wengine wenye hisa ndogo ndogo ambao ni Watanzania wazawa. Kwa hiyo benki hii ni ya Kitanzania, iliyoasisiwa na Watanzania, inayoendeshwa na Watanzania, inayohudumia Watanzania walioko ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa ndani ya nchi tuna matawi karibu mikoa yote ikiwemo na Zanzibar. Na hata katika hii mikoa tuliopo tumejaribu kwenda ndani zaidi ili kumhudumia kila mmoja. Kwa hiyo utakuta tuna wakulima, tuna wafanyakazi, tuna wastaafu, tuna wafanya biashara ndogo ndogo yani SME, lakini pia tuna wale micro, wafanyabiashara wadogo kabisa. Jaribu kufikiria jinsi gani tunamfuata Mtanzania. Tunaweza kuwa na matawi maeneo kama Kagongwa, sijui kama wengine mnapafahamu, kuna Katoro, kuna Nyarugusu, kuna Tunduma. Kwa hiyo kona zote za Tanzania ukiacha ile miji mikubwa, kote huko tunapatikana, lakini pia tunapatikana huduma zetu kwa njia za kidijitali. Kwa hiyo tunaomba sana baada ya hili mtazami pia kurasa zetu za mifuko kurasa zetu za mitandao ya kijamii pamoja na website yetu ili kuweza kupata maelezo zaidi au kutembelea katika matawi yetu. Benki yetu imefikia pale ambapo unaweza hata kufungua account mwenyewe kwa kutumia simu yako, mradi uwe na kitambulisho cha NIDA. Kwa hiyo hayo mtayapata yote mkiweza kutembelea kule. Tukianza kueleza hapa muda hautatutosha. Lakini pia nimeulizwa ni jinsi gani tunaelekea kuipa support ya moja kwa moja klabu ya Simba. Napenda kusema kwamba huu ndio mwanzo wa ushirikiano kama mnavyoona leo. Awali nilivyosema tunataka kuonyesha support yetu kwa michezo. Kwa hiyo ushirikiano wetu utaendelea kwa kadri ambavyo tutawaeleza siku zijazo. Nafikiri nitakuwa nimeyajibu maswali yote. Yalikuwa matatu lakini nafikiri yameunganika. Asante sana. Swali kwa Bwana Ahmed moja tu. Kutokana na naitwa Daniel kutoka Angaza Media. Basi ya ruhusu maswali. Mmeshakata matangazo Azam? Bado tupo live Kwa hiyo tuendelee kujimwaya mwaya. Ndio raha ya Azam TV. Technically ni TV yetu ya Azam TV. Simba na Azam ni. Ndugu zanguni, kwenye wakati tunatangaza mechi mwanzoni tuliweka wazi sare yetu ya kuvaa siku ya mechi. Msimamo wetu na baki ni ule ule. Kila mwana Simba atakaye kuja uwanjani tarehe 25 aje amevaa jezi nyekundu. Tunasisitiza tena, kila mwana Simba atakaye kuja uwanjani aje amevaa jezi nyekundu siku hiyo. Na hili ningependa kuwakumbusha tena zaidi wa Zanzibar. Usije na jezi yako ya timu ya taifa. Njoo na jezi ya njoo na jezi nyekundu ya Simba Sports Club. Kama huna nyekundu ya Simba, vaa nyekundu yoyote ile, ili mradi nyekundu. Tunataka rangi siku hiyo iwe ni moja tu, iwe ni rangi nyekundu. Lakini kwenye tiketi niwahimize na kuwasisitiza ndugu zangu, tununue tiketi mapema. Tiketi 15,000 ni chache mno kwa mechi ya fainali. Na jambo moja tutajaribu kulifanya, ili binafsi tunalichukua, jaribu kuzungumza na makampuni ambayo yanasafirisha watu kwenda Zanzibar, watupunguzie nauli walau kidogo, ili wana Simba tupate tahfifu ya kwenda Zanzibar. Na wale ambao wana vyumba, wana mahoteli Zanzibar, msipandishe bei. Acheni bei ile ile ili wana Simba waweze kuafford na kuja kwa wingi siku hiyo. Na kama kuna mtu yuko Zanzibar, ana nyumba yake, ana apartment yake, ana hoteli yake, anataka wana Simba wafikie kwa bei nzuri
basi tuwasiliane. Mimi nitalitoa hilo tangazo bure kwenye kurasa zangu za kijamii. Wana Simba waende wafikie hapo, lakini bei iwe reasonable. Tunataka watu wapate unafuu wa kwenda kumuona mnyama anachukua ubingwa wa Afrika. Na ndugu zanguni niwaambie, mwaka huu tumeingia fainali. Haitajirudia tena kama mwaka 93. Yaani tusubiri miaka mingine 30 kuingia fainali. Tumeingia fainali mwaka huu, tunataka haya yawe ndiyo maisha yetu. Kama tulivyoingia robo fainali, hayo yakawa ndiyo maisha yetu. Kwa miaka 7 mfululizo tukawa tu tunacheza robo fainali, na kwenye fainali tunataka hivyo hivyo kila mwaka tuwe tunacheza robo, tuwe tunacheza nusu, kumradhi nani ananichezea huyo? Kila mwaka tuwe tunacheza fainali, na hilo linaweze, mnaweze msiniamini hivi sasa, lakini tulivyoingia robo fainali ya kwanza mkasema fluke, mwaka huu Simba toboi, mwaka uliofuata Simba kaingia tena robo finali, na baada hapo ikawa ni robo finali mpaka hivi sasa. Na sasa tumeingia finali. Tukitoka hapa, kituo kinachofuata mwakani tukiwa hai ni finali tena, mwaka unaokuja ni finali tena. Hiyo ndiyo standard yetu tunaiset Simba Sports Club. Sasa nipokee maswali ndugu zanguni, tupate 4 hivi, baada hapo tuagane. Majina naitwa Ali Thabit. Ndio Ali Thabit. Nipo kwenye Ngoriko Upload. Kwanza mimi nawapongeza wana Simba kwa kuweza kufika finali. Asante sana. Lakini pia kwa kuweza kukubaliana na tokeo la kafu kwenda Amani kwa Zanzibar. Mimi nataka tunifahamu kitu kimoja. Je, kwa mfano ikitokea mwana Simba yeye anahitaji kurudishiwa fedha zake, mnafanyaje? Kwa sababu uongozi ndio ambao mmekaa na kujadili, lakini wanachama na wao kata hizo tiketi hawajapewa fursa ya wao kutoa maoni yao kama warudishiwe ama wasubiri mpaka hiyo Simba Day. Na swali la mwisho, katika Simba hii kutokana na namna jinsi ilivyo, kama kuna figisu hivi zimefanyika ili hii ngoma isipigwe Lupaso kwa Mkapa, je, katika figisu hizi pengine kuna miongoni mwa watu wako ndani ya Tanzania wamechangia kwa namna moja ama nyingine? Swali jingine? Ndio. Kwa upande wa RS Berkane ni kama wamefurahi sana hii mechi kwenda Zanzibar. Wao ni moja kati ya ndoto yao kwenda kucheza na nyinyi pale Zanzibar. Huenda kwao ni advantage. Kwa nini kama Simba wao kutumia uwanja wa New Amaan Complex kama faida? Kwenu mnaitumiaje kama fursa ili kuweza kupata matokeo? Ili mradi tu watu wasitoke kupata kofu kwa namna moja ama nyingine. Swali jingine? Imeisha Ambeli samani kidogo. La tatu lo Mimi nitakaanza niongeze tu kwa watu wa Azania nilisahau kidogo. Ndio. Kwanza mimi naipongeza Azania Bank kuweza kuunga mkono hizi vibuyu kwa sababu kama ulivyosema kwa wana budget ya kuelekea Zanzibar. Yeah. Lakini Azania Bank wameonyesha jitihada na kuunga mkono hizi nafasi kwenda huko. Je, Azania Bank mna mikakati gani katika kujitokeza kabisa katika kuisupport Simba moja kwa moja siku za usoni? Lakini pia katika kuelekea mchezo huu Azania Bank, ipi mipango yenu katika kuwasajili wapenzi wa Simba kuwa wateja wenu? Lakini pia ilikuwa inafikirika kuwa kwamba Azania Bank ni benki ya matajiri, kutaka kujiunga ni kiasi kikubwa cha fedha. Je, lipoje ili pengine? Sawa. La mwisho nilikuwa napenda kujua wananchi
ili washirikishwe wana Simba ambao wana kiu kubwa sana huko ndani ya kushirikiana na uongozi kuhakikisha vijana wao, timu yao inashinda kombe, hasa kwenye swala la bonus, kuwashirikisha wananchi. Sasa tuna Azania Bank wanaweza kusaidia wananchi, hatuwezi kuwashirikisha. sio wananchi yao. Sio wananchi yao. Sababu hii shule haiwahusu. Sio wananchi yao. Sio wananchi yao. Timu yao. Changanyie makande na pilau. Alithabiti anauliza kurudishiwa fedha. Kwenye watu 10,000